Inaibua wasiwasi mkubwa kuhusu madai ya mwekezaji wa kibinafsi kupatiwa nafasi ya kujenga kambi za kifahari ndani ya msitu wa Ngong. Wakichapisha taarifa hii kwenye akaunti yao ya Twitter au X, shirika hilo linaonya kuwa ikiwa itadhibitishwa, maendeleo haya yatasababisha matatizo makubwa ya kimazingira, kisheria na maadili ya taifa kuhusu msimamo wao wa kulinda nafasi kijani. Sasa kundi la JBM lililoanzishwa na hayati Wangari Maathai limepuliza kipenga kupitia barua iliyochapishwa hapo jana. JBM kwa kumtumia barua mkuu wa huduma ya misitu nchini Kenya KFS Alex Lemakoko imedai ufafanuzi wa haraka kuhusu jinsi ya ardhi iliyo ndani ya hifadhi ya msitu wa Ngong ilivyoweza kutolewa kwa mwekezaji binafsi bila uwazi wa umma. Kundi hicho kiliomba KFS kufichua jina la mwekezaji, kuelezea mchakato wa jinsi haki za kuingia na kuendeleza ujenzi zilivyotolewa na kutoa nakala za ripoti ya tathmini ya athari za mazingira yani EIA pamoja na vibali vilivyotolewa na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA. Katika majibu yake, huduma ya misitu nchini Kenya imedhibitisha kuwa mradi unaoendelea ni ujenzi wa kambi ulioruhusiwa ndani ya msitu wa Ngong unaojumuisha hema zilizo na miundombinu ya muda tu. KFS ikisisitiza kuwa maendeleo haya yanaendana na mpango wa usimamizi wa msitu wa Ngong na taratibu zote muhimu, ikiwa ni pamoja na EIA kamili, kuhakikisha kwamba kuna uwazi, uadilifu na uwajibikaji. Hata hivyo, KFS imeonyesha kutoridhishwa na taarifa za JBM, mshirika wa muda mrefu, ikidai shirika hilo linaeneza taarifa zisizo sahihi zinazoweza kusababisha wasiwasi wa umma kuhusu hali ya msitu wa Ngong. Huu wa hivi karibuni unafuata matukio ya awali ya mwaka 2023 ambapo vibali vilivyotolewa kwa Karura Golf Range Limited kwa ajili ya ujenzi wa kozi ya gofu na mkahawa katika sehemu ya miotoni ya msitu wa Ngong vilisitishwa na KFS na NEMA. Kusitishwa kwa vibali hivyo kulitokana na malalamishi ya umma pamoja na maagizo ya waziri wa mazingira wakati huo, Aden Duale. Wahifadhi wa mazingira wanaendelea kuonya kuhusu uvamizi wa maendeleo binafsi katika maeneo muhimu ya mazingira jijini Nairobi, wakisisitiza umuhimu wa uwazi na utekelezaji mkali wa sheria dhidi ya watu wanaomezea mate kuzinyakua ardhi zake. Ruga Evil TV. Tuangazie taarifa